Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Wakati mwandishi Mamadou Gaye akijaribu kuaminisha ulimwengu kuwa Afrika Mashariki ni eneo lisilo na maandalizi ya miundombinu kama barabara na viwanja, ukweli ulioko uwanjani nchini Tanzania unatoa picha tofauti kabisa na ya kishindo. Tanzania haisubiri mwaka 2027 uingie ili kuanza harakati, bali inauandaa mwaka huo kuanzia mwaka jana kwa kasi ya ajabu kupitia ujenzi wa miradi mikubwa inayobadilisha sura ya michezo ukanda huu. Jiji la Arusha linatekeleza ujenzi wa uwanja wa Samia Stadium ambao ni alama ya mapinduzi ya kisasa, ukiwa na uwezo wa kuchukua watazamaji 30,000 na teknolojia za kisasa za utangazaji zinazofanya kuwa miongoni mwa viwanja bora zaidi kusini mwa jangwa la Sahara. Sambamba na ujenzi huo mpya wa uwanja Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam ambao tayari umefahamika kwa kiasi kikubwa na ubora wake barani Afrika, umefanyiwa ukarabati mkubwa wa gharama ili kukidhi vigezo vya juu kabisa vya CAF na FIFA. Maboresho hayo kuanzia vyumba vya kubadilishia nguo, mifumo ya mwanga hadi nyasi za kisasa yanaufanya uwanja huu kuwa tayari kuandaa fainali yoyote kubwa duniani wakati wowote. Madai ya Gaye kuwa kusafiri kati ya nchi hizi kuchukua siku 2 yanaonekana kuwa simulizi za karne iliyopita, kwani Tanzania leo ina reli ya kisasa ya SGR inayounganisha miji kwa kasi, huku viwanja vya ndege vya kimataifa vya JNIA, KIA na Zanzibar vikifanya safari kati ya Nairobi, Entebbe na Dar es Salaam kuwa ni suala la dakika chache tu. Uzoefu wa Tanzania katika diplomasia ya utalii na malazi ni vyanzo vingine muhimu vinavyofanya madai ya wakosoaji kuwa vichekesho, kwani mji wa Zanzibar, Arusha na Dar es Salaam ina hoteli za hadhi ya kimataifa zinazohudumia viongozi wa juu duniani kila siku. Mashabiki wa soka watakao kuja kwa ajili ya AFCON 2027 hawatafurahia soka pekee, bali watapata fursa ya kipekee ya kushuhudia utajiri wa vivutio vya Serengeti na Zanzibar ambavyo Gaye amevipuuza katika uchambuzi wake. Rekodi ya mafanikio ya hivi karibuni katika kuandaa mashindano ya African Football League AFL na mashindano ya shule barani Afrika ni uthibitisho tosha kuwa CAF haikufanya upendeleo, bali ilichagua uhalisia na shauku na uwezo mkubwa wa Tanzania katika soka. Mamadou Gaye anapaswa kuelewa kuwa Afrika Mashariki ya pamoja imedhamiria kuandika historia mpya chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan ulioweka kipaumbele cha dhati katika michezo na miundombinu. Badala ya kupendekeza uwenyeji unyang'anywe, ni busara kwa wakosoaji kutembelea Arusha na Dar es Salaam ili kujionea barabara za lami, treni za umeme na viwanja vya kisasa vinavyojengwa kwa jasho na rasilimali za ndani. Tanzania iko tayari kuonesha ulimwengu kuwa AFCON 2027 itakuwa mashindano bora zaidi kuwahi kutokea, huku ikikaribisha kila mmoja kuja kujionea mapinduzi haya ya viwanja na ukarimu wa dhati wa Afrika Mashariki. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.